Mashahidi kificho wawili wa upande wa Jamhuri ambao wamejitambulisha kama wafuasi wa Chadema wametoa ushahidi wao katika Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam dhidi ya mwenyekiti wao Tundu Lissu. Mashahidi hao ni Wasaba aliyepewa jina la siri kama P2 ambaye ni fundi umeme mkazi wa Songea mkoani Ruvuma. Pia shahidi wa 8 ni P8 ama P8 ambaye ni mfanyabiashara wa matunda soko la Manyema Mbuyuni mkoa wa Kilimanjaro. Wawili hao waliongozwa na wakili mkuu wa serikali Ignas Mwinuka na Nasoro Katuga, ambapo walitoa ushahidi wao kwa nyakati tofauti mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dunstan Ndunguru. Akihojiwa na wakili Katuga, shahidi wa 8 alisema yeye ni mkazi wa Moshi mkoani Kilimanjaro, anajishughulisha na biashara ya matunda katika soko la Manyema Mbuyuni. Katika maswali ya dodoso yalikuwa kama ifuatavyo: wakili Katuga, waambie majaji kama unajishughulisha na siasa. Shahidi akajibu, najishughulisha nayo lakini si kiundani sana. Wakili Katuga akamuuliza tena, iambie mahakama unajishughulisha nayo kupitia chama gani? Shahidi akajibu, najishughulisha kupitia chama cha Chadema. Wakili akamuuliza, iambie mahakama hii ya kwamba pale Chadema upo kama nani? Shahidi akajibu, mimi ni kama mwanachama. Wakili Katuga akamwambia tena, iambie mahakama ya kwamba unamfahamu vipi Tundu Lissu? Shahidi akajibu, namfahamu kama mwenyekiti wa chama cha Chadema. Kisha wakili Katuga akamuuliza tena, umesema wewe ni mwanachama wa Chadema, waambie majaji nini hasa shughuli zako katika chama hicho? Shahidi akajibu, ni taarifa zangu binafsi, siwezi kuzielezea. Kisha wakili Nasoro Katuga akamuuliza tena, Aprili 4 ya mwaka 2025, unakumbuka nini kilitokea katika masuala ya kisiasa? Shahidi akajibu, nilikuwa katika shughuli zangu za biashara katika soko la Manyema Mbuyuni. Nakumbuka nilikuwa katika mitandao ya kijamii ikiwemo YouTube, nikakutana na tamko la Lissu, kwa sasa ni mshtakiwa. Nilikuwa YouTube na Facebook. Niliingia kwa kutumia akaunti, pia kwa kutumia simu yangu janja smartphone. Niliingia kwenye akaunti ya Jambo TV ambapo niliona na kusikia tamko la mshtakiwa Tundu Lissu akisema lazima tufanye uhasi dhidi ya serikali na tutakinukisha. Pia alisema tutaenda kuzuia uchaguzi unaokuja kama hakuna mabadiliko. Niliona na kusikia tamko la mshtakiwa Tundu Lissu akisema na kutuhamasisha ya kwamba lazima tufanye uhasi dhidi ya serikali, pia tutakinukisha. Pia alisema tutazuia uchaguzi unaokuja endapo kama serikali haitafanya mabadiliko. Wakili Katuga akamuuliza tena shahidi huyo, huo uchaguzi alisema ni wa mwaka gani? Shahidi akajibu, ni wa mwaka 2025 Oktoba, ambapo nadhani ni wa urais. Wakili Katuga akamuuliza shahidi, tuambie baada ya hapo nini kiliendelea? Shahidi akajibu, nilipata hamasa kuhamasisha vijana wenzangu hasa kupitia kauli ya no reform no election. Wakili Katuga akamuuliza, baada ya kusikia taarifa hiyo ulifanya nini? Shahidi akajibu, nilipata hamasa ya kuhamasisha vijana wenzangu. Wakili Katuga akamuuliza, kitu gani kilikupa hamasa? Shahidi akajibu, nakumbuka uchaguzi wa serikali za mtaa mwaka 2025 kwa viongozi wetu wa mitaa walikatwa na kupewa CCM, kitu ambacho kiliniuma. Nikaanza kuwaonyesha vijana wenzangu zile video za mshtakiwa Tundu Lissu akiwa anahutubia. Tulikuwa tunasubiri kauli ya mheshimiwa tukakinukishe, tukafanye uhasi. Wakili Katuga kamuuliza, Aprili 8 ya mwaka 2025 unakumbuka nini? Shahidi akajibu, nakumbuka nilikuwa katika zoezi la kuendelea kuhamasisha vijana wenzangu maeneo ya Njoro kuhusiana na no reform no election. Nikashangaa ghafla nikakamatwa na vijana wenzangu wamekimbia. Nilikamatwa na askari. Baada ya kukamatwa nilipelekwa ofisi za RCO Moshi Kilimanjaro. Wakili akamuuliza, unakumbuka nini kilitokea? Shahidi akajibu ya kwamba nakumbuka nilikabidhiwa kwa Afande Rashidi kwa ajili ya kuchukua maelezo yangu. Wakili akamwambia, ieleze mahakama kama ulijua sababu za nini wewe kukamatwa. Shahidi akajibu, nilijua baada ya kufikishwa kwa RCO. Kuna maswali niliulizwa na nikayajibu kwa sababu niliogopa sana, nilieleza ukweli wote.
Wakili akamuuliza, hayo maswali uliweza kujua na kuogopa? Shahidi akajibu, aliniuliza ninapoishi, pia kwa nini ninahamasisha vijana kufanya uasi dhidi ya serikali. Niliingizwa mahabusu, nikakaa masaa kadhaa na nikaachiwa kwa dhamana majira ya saa 11 jioni. Nilijidhamini mwenyewe, ila nikapewa baadhi ya masharti, ikiwemo kila mwanzo wa wiki, yaani Jumatatu, niwe na ripoti. Kwa upande wake, Tundu Lissu pia alimuuliza maswali ya dodoso shahidi huyo, ambapo alimuuliza kwamba kwa nini maelezo aliyoyatoa mahakamani hakuyaeleza polisi. Shahidi huyo alijibu ya kwamba nina haki ya kuyaeleza. Lissu alimuuliza ya kwamba umesema sana juu ya neno mwenyekiti, kusema neno tutakinukisha. Shahidi akajibu ndiyo. Lissu akamwambia waeleze majaji kama kuna sehemu nilieleza maana ya neno kukinukisha. Shahidi huyo alisema ndiyo, ulieleza kwa kusema utafanya uhasi. Lissu akamuuliza tena shahidi huyo, unafahamu maana ya neno kukinukisha kwa Kiswahili? Shahidi akajibu, ninafahamu neno kukinukisha, hayo mengine siyaelewi. Lissu akamuuliza tena, waeleze majaji kama umewasilisha hiyo video mahakamani. Shahidi akajibu, hapana, sikuweza kuwasilisha. Lissu akamuuliza, katika maelezo yako ukiwa polisi uliandikisha kuhusu maneno yangu ya kukinukisha, uliandika hukuandika? Shahidi akajibu, sikuandika. Baada ya hapo kikaibuka kituko baina ya shahidi huyo na Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa Chadema, ambapo Lissu alimwambia, mimi ni mwenyekiti wako, basi nisikilize. Shahidi huyo akasema, hapana, mimi sio mwenyekiti wangu wewe, kwa sababu wewe ni mshtakiwa. Pia sikutegemea kama ungesababisha siku moja niwe hapa. Vicheko vikaibuka mahakamani. Lissu akamwambia tena shahidi huyo, kwa hiyo umenigeuka? Shahidi akajibu, wewe unaoyafanya umeona ni mazuri? Lissu akamuuliza tena, tangu ulipoandika maelezo Aprili 4 ya mwaka 2025 uliwasiliana mara ngapi na askari polisi? Shahidi akajibu, nakumbuka juzi tarehe 14 ya mwezi wa pili mwaka 2026 ndio nilipigiwa simu nikiwa nyumbani. Lissu akamuuliza, kwa hiyo kwa kipindi chote hukuwasiliana na polisi kuhusu kesi hii? Shahidi akajibu ndiyo. Lissu akamwambia, je, kuna kiongozi yoyote wa Chadema ama mwanachama aliyekutishia maisha? Shahidi akasema, nilisikia maneno ya tishio kwamba yeyote atakayetoa ushahidi kuhusu mwenyekiti tutamalizana naye. Lissu akamuuliza, ulivyokamatwa ulihojiwa polisi ama wapi? Shahidi akasema, nilihojiwa kwa RCO na sio polisi. Lissu akamuuliza, kwani RCO ni nani, bwana Mifugo ama? Shahidi katika hali ya taharuki, shahidi akaonekana kama mtu aliyepandwa na jazba, akajibu ya kwamba mbona unaniuliza maswali ya kitoto mzee? Lissu akamuuliza, nitakosea kwamba walikwambia watakufutia kesi ya uhasi ili uje kutoa ushahidi katika kesi hii? Shahidi akasema, utakuwa umekosea. Lissu akamwambia, kwa nini ile kesi ilifutwa? Shahidi akasema, niliongea ukweli, nilikuwa naogopa sana serikali, achana nayo. Sikutaka kubishana nayo kwa sababu mimi ni mdogo, nina malengo yangu, naishukuru sana nipo huru. Hadi sasa hivi hata ningekataa wangenitafuta, maana serikali ina mkono mrefu. Kesi imeahirishwa hadi hapo Februari 17 ya mwaka huu 2026 kwa ajili ya kuendelea kwa hatua zaidi za kiushahidi. Mimi natumika naba, na hivi ndivyo ilivyokuwa hii leo kati ya songo mbingo la shahidi ambaye ni P8 na mshtakiwa Tundu Lissu anayejitetea mwenyewe.